mambo matatu ya muhimu, mambo matatu ya muhimu katika kumfuata Yesu, alafu nimalize ujumbe wangu. Mambo matatu ya muhimu katika kumfuata Yesu. Jambo la kwanza katika hayo matatu, jambo la kwanza, unapoamua kumfuata Yesu, sharti ukubali kubadilika. Hili ni jambo la kwanza la muhimu sana katika kumfuata Yesu, kwamba unapoamua kumfuata Yesu, sharti ukubali kubadilika. Hautaendelea kuwa vile ulikuwa, hautaendelea kufanya yale mambo ulikuwa unafanya, hautaendelea kufanya kila kitu vile vile ulikuwa unafanya. Lazima ukubali kubadilika, na haya mabadiliko sio mabadiliko ya nje, ni mabadiliko ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura yako itaendelea kuwa ile ile, mavazi yako unaweza kuvaa suti zile zile ulikuwa unavaa, lakini ndani umebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima yule mtu wako wa ndani abadilike. Yule Helman wa ndani, hata kama Helman wa nje ataendelea kuwa hivi, lakini yule wa ndani abadilike, na hiyo ionekane sasa kwa yale ninayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo la kwanza la muhimu. As you have decided for Jesus, you have to make sure that you have changed. Your inner man has changed. Bwana Yesu asifiwe sana. Lugha yako, ile lugha yako inakuwa kama mtu alikuwa na lugha ya kuwatukana watu, anapokuwa amemfuata Kristo anabadilika. Hazungumzi tena lugha ya kuwatukana watu, ni lugha ya kuwabariki watu. Haleluya. Kuwatamkia watu mema, kuwatia moyo. Maana amebadilika huyu, anamfuata Yesu. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura yake ya 16 na mstari wa 24. Mathayo mtakatifu sura yake ya 16 na ule mstari wa 24. Biblia inasema, wakati huo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Luka mtakatifu sura ya 14 mstari wa 27. Luka mtakatifu sura ya 14 mstari wa 27. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yesu anazungumza na watu. Sasa hapa anazungumza habari za msalaba. Ndugu zangu, naomba hapa pia nizungumze jambo. Wakati Yesu anazungumza kwamba mtu yeyote akitaka kunifuata ajitwike msalaba wake kila siku anifuate, Yesu alizungumza maneno haya alikuwa bado hajaenda msalabani. Na maana ya msalaba inavyotumika ilianza kubadilika baada ya Yesu kutundikwa kwenye ule msalaba. Lakini kabla ya hapo msalaba ulikuwa tu kama ishara ya adhabu waliokuwa wanaitumia Wayahudi katika kuadhibu watu au kuwahukumu watu waliokosea. Kwamba mtu aliyekosea alikuwa anapohukumiwa anatundikwa juu ya msalaba. Lakini baada ya Yesu kutundikwa kwenye ule msalaba sasa katika imani yetu unatumika kama ishara au kama alama ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anatumia msalaba katika maneno yake alipokuwa anazungumza na watu, anawafundisha, anawaelekeza habari za kumfuata. Anasema mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Maana yake huyu mtu anatakiwa akubali kubadilika, kwa sababu katika utaratibu wa kawaida na katika maisha yalivyokuwa, hakuna mtu aliyekuwa anabeba msalaba kila siku. Ule msalaba ulikuwa unabebwa na mtu aliyehukumiwa kifo, wakati akielekea mahali pa kusulubiwa ndio alikuwa anabeba msalaba. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa kanuni na taratibu zilivyokuwa, kwamba mtu amekuwa condemned, amehukumiwa, huyu mtu anatakiwa kufa, hukumu yake ni ya kifo. Wakati huo alipokuwa sasa anaenda kutekeleza ile hukumu, ndio alikuwa anabebeshwa ule msalaba, anatembea na ule msalaba. Na wakati huo alikuwa anasulubiwa, watu walikuwa wanasulubishwa pale Golgotha.
Kwa hiyo alikuwa anaenda na ule msalaba mpaka pale Golgotha anapoenda kusulubiwa. Sasa Yesu anafundisha kitu tofauti hapa. Anasema mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane, kwanza ajikane, alafu aubebe msalaba wake anifuate. Msalaba, kanuni yake, yule mtu alipokuwa anaanza kuubeba kwenda Golgotha alikuwa haruhusiwi kuweka chini ule msalaba. Ule msalaba alikuwa haruhusiwi kuweka chini, na ndio maana utaona hata Yesu alipokuwa anaubeba siku ile, kwa sababu alikuwa amepigwa sana, kuna wakati akawa anashindwa kuendelea na safari, akawa anaanguka na ule msalaba. Msalaba hauwekwi chini. Ilikuwa ndio kawaida kwamba mtu ameshahukumiwa kwenda Golgotha kusulubiwa, ule msalaba akishaubeba hakuna kuutua, ni mpaka Golgotha. Kwa hiyo hata Yesu alipokuwa anashindwa kuendelea kubeba, ndio wakamlazimisha mtu, wakamshurutisha mtu mwingine abebe ule msalaba. Msalaba ni ishara ya wokovu. Kwa hiyo unapokuwa umeamua kumfuata Yesu, ndio maana Yesu anasema beba msalaba wako kila siku. Beba msalaba wako kila siku. Usiangalie vitu vinavyokuzunguka. Usiseme kwamba nitaacha leo, kesho nitarudi. Unabeba kila siku na kisha kwamba unajilinda, unajitunza ili maisha yako yaendelee kuwa matakatifu, kwa sababu maisha yanapokuwa matakatifu ndio kwamba unamfuata Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoamua kumfuata Yesu, sharti la kwanza lazima ukubali kubadilika, lazima ujikane, lazima uamue kuacha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa havikubaliani. Na usiviruhusu tena kwenye maisha yako. Haleluya. Sasa Mungu anaileta hii kwetu kwa sababu tunamfuata Yesu tayari, lakini tuko katika mwili. Haleluya. Tupo katika mwili. Ni rahisi sana kujikuta umeingia katika mazingira ambayo yanaweza kukuharibia ile hali yako ya kumfuata Yesu. Sasa ndio Mungu analeta neno hili litukumbushe kwamba lazima kujikana. Hata wakati ambao unahitaji kulipa gharama ili uendelee kuwa katika njia ya kumfuata Yesu, lipa gharama ili umfuate. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine utalazimika kufunga siku nyingi, sio siku moja, utalazimika kufunga siku nyingi. Utalazimika kuomba sana, sio maombi ya dakika 3, dakika 5, maombi marefu. Utalazimika kuomba maombi hayo ili uwe na nguvu za kuendelea kumfuata. Lipa hiyo gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hakuna kuweka chini, anasema beba msalaba wako. You have to carry. Haleluya. Beba msalaba wako. Beba. Na huu anaposema kubeba msalaba, sasa si kwamba sisi tutabeba tena ile misalaba kama mti. Anazungumzia yale mambo ambayo tutayafanya ya kutugharimu. Haleluya. Yale mambo ambayo utayafanya na yatakugharimu katika maisha yako, ndio kama unaubeba msalaba. Hapo kuna kukataliwa, ni msalaba wako. Gharama utakayolipa kuomba, kukaa kwenye magoti, kusoma maandiko. Unasoma maandiko haya intentionally, unasoma kabisa ili ukue. Unaamua kusoma kabisa, sio kwa sababu unajisikia, kwa sababu unataka uilishe roho yako uendelee kuimarika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasoma, ni maamuzi unafanya, na hiyo ndio kubeba msalaba. Kubeba msalaba haikuwa jambo ambalo mtu anafurahia. Unajua kuna vitu vingine ukibeba unatembea huku unachekelea, unafurahi, umebeba kitu kina thamani na ni kitu kizuri. Kibeba usikii hata kama ni kizito, unaendelea unasikia amani. Sio sawa na msalaba. Hao walikuwa wanabeba msalaba, wanajua kwamba nikifika tu Golgotha natundikwa kwenye mti. Kwa anapozungumza habari za kubeba msalaba, ndiye anazungumza habari za kulipa gharama. Kwa lazima kubali kulipa gharama. Sasa kwenye hili jambo la kwanza katika mambo yale matatu ya muhimu, nataka niseme kwamba kabla Yesu hajaja au kabla Yesu hajafa na kufufuka, watu walikuwa wanamfuata kimwili. Watu walikuwa wanamfuata kwa nje kabisa, in physical way. Physically kabisa, watu ndio walikuwa wanamfuata. Wakati ule Yesu hajafa na kufufuka, watu walikuwa wanamfuata physically. Ndio maana utakuta mikutano yake ilikuwa na watu wengi. Ndio watu walikuwa wanamfuata hivyo tu. Na ndio maana tunaona watu wengine walikuwa wanatoka vijiji vya mbali sana wanamfuata. Napiga hesabu ile siku Yesu alipowalisha wale watu wanaume 5,000. Wanaume 5,000.
waliokuwa wamemfuata walikuwa wametoka vijiji vya mbali. Walipokuwa wamemfuata Yesu, wakaenda sehemu ya nyika, mahali ambapo Yesu alikuwa ametamani kukaa faraga na wanafunzi wake, lakini mkutano wa watu 5,000 na zaidi ukamvamia pale. Yesu alipowatazama wale watu akawarumia, walikuwa wana shauku. Anasema aliwaona kama kondoo wasio na mchungaji, wana shauku. Ikabidi Yesu awafundishe, akawafundisha kwa muda mrefu mpaka jioni. Wanafunzi wake wakamwambia Yesu, waacha watu waende sasa wakajitafutie chakula, maana hapa tulipo ni nyika na tayari ni jioni. Hawa watu watazimia njiani, maana wamefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanamfuata in physical way, physically kabisa. Yesu anasema wapeni ninyi chakula. Sasa wakati natafakari kwamba watu walikuwa wanamfuata kimwili, nikaa pia natafakari namna ambavyo Yesu aliwalisha wale watu 5,000 alipoambia wanafunzi wake waketisheni makundi makundi. Watu anasema waketisheni makundi makundi. Nikaa napiga hesabu makundi ya watu 100, watu 5,000. Walikuwa makundi mengi sana wameketi. Alafu akawalisha. Walikuwa wanamfuata ndugu zangu kimwili, lakini sasa hivi baada ya Yesu kufufuka hatumfuati kimwili, hatumfuati ni physical way, tunamfuata kiroho, tunamfuata kutokea ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hautasubiri uone kwamba yuko pale halafu mfuate. Niwe mwenyewe unajituni ndani yako kwamba kuna vitu lazima nivifanye ili niwe mtu ninayemfuata Yesu. Kuna vitu lazima nisivifanye ili niwe mtu ninayemfuata Yesu. Haleluya, watu wa Mungu, ndani yako, ndani yako. Kwa hiyo hii ni hata kama hauko na watu waliookoka, uko katika mazingira ambayo watu wote hawakujui, watu wote hawakufahamu, wote hawakufahamu, lakini wewe unajua mimi namfuata Yesu. Kwa unamfuata ukiwa katika mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kumfuata kwa sababu kipindi hiki ni kipindi ambacho tunamfuata Yesu kutokea ndani. Yale mambo unayoyafanya ndio yanakuwa yanakuelekeza au yanakusaidia kuendelea kumfuata. Kipindi kile kabla Yesu hajafufuka, watu ambao hawako kwenye msafara wake walikuwa sio wafuasi. Kwa wale wote ambao walikuwa ni wafuasi wake, walikuwa ni lazima kwa namna yote waingie kwenye msafara. Waingie kwenye msafara. Kwa hiyo akitoa kijiji hiki walikuwa wanamfuata. Kama wakimaliza kijiji hiki akitoka, wale watu wanabaki, lakini kula anakutana na wafuasi wengine. Wanaambatana naye. Wanaambatana. Na ndio maana ukifuatilia katika maandiko utakuta kila mahali Yesu alipokuwa anaenda kulikuwa na umati wa watu nyuma yake. Kulikuwa na umati wa watu nyuma yake. Maanake walikuwa wanamfuata physically. Sasa sisi tunamfuata in spiritual way. Tunamfuata kiroho, tunamfuata kutokea ndani yetu. Amen. Amen. Je, jiulize, yale mambo unayoyafanya, yale maisha yako ya kila siku yanakusaidia kuendelea kumfuata Yesu? Yale mambo ninayoyafanya kila siku yananisaidia kuendelea kumfuata Yesu? Kuitwa jina zuri, kuabudu kanisa zuri, haina maana kama matendo yangu ya ndani hayaendani na Kristo. Haina maana. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuwa na fedha nyingi, kuwa tajiri au maskini, kama matendo yako hayakuelekezi kwenda mbinguni, sala. Na ndio maana Yesu akasema mtu atafaidika nini? Atafaidika nini akiupata ulimwengu wote halafu akapata hasara ya nafsi yake? Itamsaidia nini? Jambo la pili katika yale matatu ya muhimu, unapochagua kumfuata Yesu, sharti ukubali kuyaacha yote ya dunia. Unapoamua kumfuata Yesu, sharti ukubali kuyaacha yote ya dunia. Jambo la kwanza ni sharti la kubadilika. Sharti la pili au jambo la pili muhimu lina sharti
la kuyaacha mambo yote ya dunia, kwamba ninapochagua kumfuata Yesu sharti nikubali kuyaacha yote ya dunia. Mathayo sura ya 16 mstari wa 26. Mathayo sura ya 16 na mstari wa 26. Biblia inasema, kwani mtu atafaidiwa nini akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Manake katika mchakato wa kumfuata Yesu kuna pointi unatakiwa ukifika, unasema haya mambo, anasa za kidunia na starehe za kidunia, mimi naziacha, nataka nitembee kuelekea mbinguni, nataka nimfuate Yesu. Maanake kuwa tayari kupoteza mambo ya kimwili ili uyapate mambo ya kiroho. Kuwa tayari kupoteza mambo ya kimwili ili uyapate mambo ya kiroho. Jambo ambalo sio rahisi watu wengi kuliacha ni yale mambo ambayo yanaleta refreshment kwenye mwili. Hayo mambo huwa sio rahisi watu wengi kuyaacha, na ndio maana utakuta ndio yanateka watu wengi sana, yale mambo ya anasa yanayoleta burudani kwenye maisha. Ni rahisi mtu kuendelea kuyashikilia hayo, na ndio maana kuna wengine wanayafanya kwa siri. Fanya kwa siri sana sana. Anataka watu waendelee kuamini na kujua kwamba anamfuata Yesu, lakini hataki kuyaacha mambo ya dunia. Kwa hiyo analazimika kuyafanya katika kificho, hali ya kificho sana. Hiyo haisaidii, kwa sababu siku hizi hatumfuati Yesu katika namna ya kuonekana, tunamfuata Yesu katika namna isiyoonekana. Haleluya, watu wa Mungu, katika namna isiyoonekana kabisa. Kwa hiyo hata kama utafanikiwa au mtu atafanikiwa kujificha sana watu wasijue, lakini haina maana, kwa sababu tunamfuata Yesu katika namna ambayo ni invisible. Haleluya, watu wa Mungu, tumepewa nafasi nzuri sana, nafasi nzuri sana kwamba wewe mwenyewe unaamua. Kwa hiyo jambo la pili la muhimu sana ni kuyaacha, sharti la kuacha mambo yote ya kidunia ili uwe kwamba unamfuata Kristo. Inawezekana utapata nafasi, mwaliko wa kufanya mambo kadha wa kadha ambayo hayaendani na Kristo. Usikubali huo mwaliko, sema mimi namfuata Yesu, nikifanya hivi itaniondoa kwenye nafasi, itaniondoa kwenye njia yangu ya kumfuata Kristo. Amen. Jambo la mwisho, unapochagua kumfuata Yesu, usitegemee ruhusa ya watu wanaokuzunguka. Usitegemee ruhusa ya watu wanaokuzunguka. Unapochagua kumfuata Yesu, usitegemee ruhusa, usitegemee support, usitegemee kutiwa moyo. Wakati mwingine watu wa kukutia moyo wanaweza wakakosekana, lakini wewe endelea kumfuata Kristo. Luka Mtakatifu sura ya 9 na ule mstari wa 61. Luka Mtakatifu sura ya 9 na ule mstari wa 61. Nipe ruhusa kwanza nikawage watu wa nyumbani mwangu. Unapoamua kumfuata Yesu, usitegemee ruhusa, usitegemee company ya mtu fulani. Mfuate Yesu hata katika mazingira ambayo sio rafiki, endelea kumfuata. Haleluya. Katika safari yako ya kumfuata Yesu, usiruhusu jambo lolote likuvute nyuma. Katika safari yako ya kumfuata Yesu, usiruhusu jambo lolote likuvute nyuma. Shetani ameandaa vitu vingi vya kutuvuta nyuma. Shetani ameandaa vitu vingi vya kutuvuta nyuma. Ni kama ule mchezo wa kuvuta kamba. Watu wanapokuwa wanacheza ile michezo ya kuvuta kamba, utakuta mtu mmoja ndiye anashikilia kamba, lakini nyuma yake kuna watu wengi wanakuwa wanamvuta, halafu wanashindana nguvu. Wengine wanavuta upande ule, wengine wanavuta upande huu. Sasa sisi tunapokuwa tunamfuata Yesu ni kama tuko kwenye mchezo ule, lakini sisi tumeshika kamba na nyuma yuko Yesu ambaye anatutia nguvu na kutuwezesha. Lakini shetani yeye kwenye upande wake kuna vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama kwamba kuna watu wengi sana ambao wanashindana sasa na sisi. Sisi tunavuta na wao wanavuta kule, wako wengi. Marafiki wako pale pale. Wafanyakazi wenzetu hao na wanafunzi wenzetu wako pale pale. Dunia
na vitu vyake vyote, anasa zake zote ziko kule upande wa adui. Teknolojia iko pale pale upande ule, staili za maisha ziko upande ule ule, vitu vingi. Wakati sasa hivi hata aina ya mafundisho yako pale pale, mengine nayo yanaendelea kutuvuta. Kwa hiyo tunakabiliwa na upinzani mwingi sana ambao unataka kuturudisha nyuma, tusiende kumfuata Yesu. Lakini wewe umeamua kumfuata Yesu, usiangalie kushoto, usiangalie upande mwingine wote, endelea kufocus kijua kwamba mimi niko njiani, ninamfuata Kristo, na kwa njia hii nitaingia mbinguni. Haleluya, haleluya. Usiangalie chochote, usiangalie nyuma. Kwenye safari yako ya kumfuata Kristo, usiangalie nyuma. Endelea kushika kamba ukijua kabisa iko nguvu ya Kristo ambayo inakusaidia. Kama usipoachia ile kamba, utakuwa mshindi mwisho wa mchezo huu. Bwana Yesu asifiwe sana.